Aliyekuwa mwakilishi wa wanawake kaunti ya Kwale kati ya mwaka 2017 hadi mwaka 2022, Zulekha Juma Hassan, amepinga vikali mpango wa kuwatoza ada watumiaji wa barabara ya Dongo Kundu. Kauli yake imekuja kufuatia uamuzi wa Wizara ya Fedha kuidhinisha kutozwa kwa ada hiyo. Zulekha amemtaka Rais William Ruto kutoidhinisha mpango huo, akisisitiza kuwa wakazi wa Kwale wanapaswa kupewa fursa ya kuitumia barabara hiyo bila vikwazo vya kifedha. Hivi juzi tumesoma kutoka vyombo vya habari kuwa Wizara ya Fedha imeidhinisha barabara ya Dongo Kundu iwe barabara ya kutozwa kodi kama vile barabara ya Nairobi Expressway. Naomba kuchukua fursa hii kumrai Rais William Ruto asipitishe rai kama hiyo. Kama Wakwale tumesubiri toka uhuru, tuseme tumesubiri milele kuwa na barabara ambayo itaunganisha eneo bunge la Kinango na eneo bunge zingine za Kwale County. Kwa hivyo kwa mara ya kwanza toka historia ya Kenya kunayo sasa barabara ya lami ambayo inaunganisha eneo bunge la Kinango, hususan Samburu sub-county mpaka Matuga bila kulazimika kuvuka feri. Barabara ya Dongo Kundu ndio sasa inaunganisha eneo bunge la Kinango hadi Matuga kwa urahisi, hususan wakati huu ambapo bado barabara ya Kinango hadi Kwale haijaisha kujengwa. Aidha, amemtaka Rais kuifungua rasmi barabara hiyo, akisema ni mradi muhimu wa kuinua uchumi wa wakazi wa Kwale na maeneo jirani. Tunamuomba pia aifungue barabara hii ya Dongo Kundu rasmi ili wananchi wote waweze kuitumia pamoja na vyombo vya usafiri vya umma. Tuwe huru kama Wakenya wengine walivyo huru katika kaunti zingine wakati wanapojengewa barabara mpya. Wanatumia bila wasiwasi ya kuwa watatozwa kodi yoyote. Barabara hii itazalisha uchumi wa Kwale County kwa watu wengi zaidi na zaidi sana, ama hususan vijana ndo ambao watafaidika zaidi kwa mabiashara kuweza kupanuka, gharama za biashara kupungua na kuleta sasa vibarua tofauti vitakavyochipuka wakati barabara hii itakuwa inatumika na kila mtu. Kwa hivyo wale waliokuwa na wanamshauri rais kuwa atoze ada wasiwe wasiwasi. Ile kodi ambayo ilikuwa wanataka kuipata ama serikali ipate, kodi hiyo itapatikana punde barabara ikiwa wazi na huru kwa kutumika na wananchi wote, na uchumi utakapopanuka ukizaa kazi na vibarua na biashara zikipanuka, bila shaka uchumi utazaa. Kinyume cha kuwa barabara hiyo ikianza mwanzo na kutozwa kodi, basi uchumi utakuwa wa Kwale County utakuwa vile vile unazorota, na uchumi wa wananchi wengi bado utakuwa unaendelea kuzorota vile vile. Itakuwa barabara hii haijaleta manufaa kwa Mkwale. Mwisho, sote tunajua kuwa Dongo Kundu ni mradi uliozaliwa na mawazo ya hayati Baba Raila Amolo Odinga, na kwa mujibu wa bidii zake za kutetea wananchi wale walio chini zaidi kiuchumi katika nchi yetu ya Kenya, basi tunaomba Dongo Kundu isigeuzwe kuwa barabara ya kutozwa kodi kama heshima mojawapo za mwisho kwa marehemu mpendwa wetu Raila Amolo Odinga. Farida Ali nikiripotia runinga An-Nisaa, Mombasa.